أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baada ya kumshukuru Allah na kumtakia ziada za kheri kiongozi wa umma, bwana wetu kipenzi chetu mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nabii wa karne na zama za sayansi na teknolojia, nitumie tena kuwashukuru sana viongozi wa msikiti Musa, wazee na waumini wa msikiti huu kwa kunipa tena fursa ya kunialika ili niweze kuzungumza na Waislamu wa msikiti Musa. Ndugu zangu, hii recording iko pause naona. Ndugu zangu Waislamu, siku chache zilizopita tulizungumzia maajabu ya Qur'ani katika zama za sayansi na teknolojia. Tulijaribu kuzungumza vitu vingi ili kuitambua Qur'ani ni kitabu cha namna gani. Walakini leo nitakuwa kidogo nje. Mada yangu leo haitagusa sana Qur'ani. Mada yangu leo itakuwa ni historia. Nitazungumza historia ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ili nipate kuzungumza muujiza mkubwa miongoni mwa miujiza aliyofanya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, muujiza ambao unagonga vichwa vya makafiri duniani. Wanatafuta njia ya kupunguza kasi ya kukubalika kwa Bwana Mtume Muhammad, muujiza ambao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliufanya akiwa na umri wa miaka 12. Manabii wengi katika umri wa miaka 12 wamefanya maajabu ambayo dunia imeyashuhudia. Tataja wachache kuzingatia muda. Nabii Allah Suleimani akiwa na umri wa miaka 12 ndiye aliomba fursa ya kuhukumu kesi ya mfugaji na mkulima. Mazao ya mkulima yaliyoliwa na mfugaji, baba yake Nabii Allah Daudi akatoa hukumu ambayo Nabii Suleimani aliona ni hukumu kandamizi. Akaomba fursa, akaihukumu, na hukumu ya Nabii Suleimani ikawa bora zaidi
kuliko ya baba yake Nabii Allah Daudi. Lakini Nabii Allah Daudi alimpiga Goliati kwa ngumbewe na kumaliza jeshi la Goliati kwa kutumia tekniki ndogo kabisa ya kumpiga jiwe mkuu ama operation kamanda wa jeshi la makafiri kwa kutumia jiwe la kichwa. Nabii Allah Isa alifanya mdahalo wa pili mkubwa dhidi ya viongozi wa Kiyahudi akiwa na umri wa miaka 12, na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya maajabu ama muujiza mkubwa akiwa na umri wa miaka 12. Muujiza huu hivi ninavyosema unazidi kusilimisha maelfu ya watu. Japokuwa muujiza huu kwa upande mmoja unaonekana kama ni sehemu ya tua, watu wanaweza wakaviziti katika eneo lile, wakafanya ziara, wakapata fursa ya kutembelea kwa utalii. Maisha ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna asiyejua katika sisi Waislamu kwamba alikuwa ni mtoto yatima, kwa sababu baba yake mzazi Mtume sallallahu alaihi wasallam alifariki dunia Muhammad akiwa mimba ya miezi 6. Baada ya kuzaliwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mama yake alifariki Mtume akiwa na umri wa miaka 2. Baadaye Bwana Mtume akachukuliwa na babu yake kwa ajili ya malezi. Chini ya utawala huu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikwenda kuishi kijijini shamba, na huko alikaa muda mrefu mpaka alipotimia kwenye miaka 5-6 hivi. Baadaye babu yake akafariki dunia, akachukuliwa na baba yake mdogo, baba wa Sayyidina Ali bin Abi Talib, naye akamchukua huyu kwa dhamira ya kumlea, akimlea mtoto wa kaka yake ili apate fursa ya kuishi naye, jambo ambalo lilimfanya baba yake mdogo huyu asipate fursa ya kufanya biashara. Baba mdogo wa Sayyidina Ali alikuwa ni mfanya biashara, yani baba mzazi wa Sayyidina Ali, na ndo kanuni. Waarabu wengi walikuwa wafanya biashara za kusafiri, wakitoka Maka wanakwenda maeneo mbalimbali kama vile Syria, Jordan, Lebanon, lakini wakati mwingine wanakwenda mpaka Sham na kadhalika, Uturuki kule. Baba mdogo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alilazimika kupunguza safari zake kwa takribani miaka 5 bila ya kusafiri safari ya mbali, kwa sababu ana mtoto wa ndugu yake kaka yake akiwa anamlea. Mtoto huyu si mwingine bali ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotimiza umri wa miaka 12, kwa maana mwaka wa 583, alipata ziara ya kibiashara na baba yake mdogo, wakasafiri pamoja kuelekea Sham. Bwana Mtume na baba yake walisafiri kwenye msafara huu uliokuwa na watu wasiopungua 300, wanyama kadhaa, mizigo mikubwa ya kibiashara iliyokuwa ikitoka Maka kwenda katika nchi za Sham. Wakiwa safarini, unaposafiri kutoka Maka kwenda Sham, moja ya njia unayopita unapita Syria, lakini pia unaweza ukapita Jordan. Jordan ni moja ya nchi ambayo walikaa na kuishi manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nchi ya Jordan aliishi Nabii Allah Lut. Kama unataka kujua historia, Nabii Allah Lut aliishi katika nchi ya Jordan,
Nabii Allah Lut ndiyo yule ambaye alihudumu unabii wakati wa zama za Nabii Ibrahim. Nabii Ibrahim akihudumu katika nchi ya Jerusalem, Nabii Allah Lut alikuwa anahudumu unabii katika nchi ya Jordan. Kisa na mkasa wa Sodoma na Gomora umepatikana katika nchi ya Jordan. Gharika iliyofanywa ya watu wa Nabii Allah Lut ambao wao walikuwa wakifanya kazi ya ubasha tu, ndio ilikuwa biashara yao, ilikuwa ni katika nchi ya Jordan. Wao walifanya dhambi ambayo hata Ibilisi pia alishika tama na kujiuliza, watu hawa ni wa namna gani? Washirikina wa zama za Nabii Allah Lut, wao walikuwa hawatamani wanamke, wao wanatamani wanamme wenzao. Wengi wao walikuwa mabasha na walikuwa wanawabashia mabalobalo vijana. Na hii ndio kawaida ya binadamu. Mara nyingi wanadamu wanafanya dhambi mpaka Ibilisi pia anawashangaa. Ibilisi wewe mkubwa wa dhambi, kuna baadhi ya binadamu wanafanya dhambi mpaka Ibilisi pia anashangaa, na hiyo mmefanya, hiyo mimi sina. Kwa mfano dhambi iliyofanywa na watu wa Nabii Allah Lut, wao walikuwa wakibashia wanamume wenzao. Ilikuwa siri ya kubashiana ndani kwa ndani mpaka ikachukifikia mahala ikafanyika hadharani. Ilikuwa siku za Jumamosi na Jumapili za mapumziko, watu wanafanya mchezo wa kubashiana hadharani, barabarani, katika viwanja vya wazi, na wanatunga mstari mmoja, huyu anamtunga huyu, huyu anamtunga huyu, huyu anamtunga huyu, anamtunga huyu. Kama wako 5, 6, 8, 10 wanakaa foleni kama mabasi ya mwendo kasi ya Dar es Salaam, wametundana, wa mbele wa nyuma, kama vile semitela, au kama vile unavyoona 40 fiti zimeungana, tela nyuma, mtu mbele, wamechomekana, wanatembea. Ibilisi laanatullahi alayhi alipoona ile dhambi, hata yeye hajawahi kuifanya. Maana Ibilisi na dhambi yake yote hajawahi kubashia wala hajawahi kubashiwa. Ibilisi akawaambia hapa kuna dhulma, akawatokea katika umbo la kibinadamu, akamwambia hapa kuna dhulma, hapa inafanyika. Dhulma gani? Akasema wa mbele anabashiwa habashii, wa nyuma anabashia habashiwi, hiyo dhulma. Wakamuuliza, mzee unashauri nini? Akamwambia fanyeni mduara ili wote mkamilishe zoezi. Ibilisi akashawishi wafanye mduara ili wote wakamilishe zoezi. Ukubwa wa dhambi hii Mungu hawezi kuwaacha, ndiyo maana aliwagharikisha watu wa Nabii Allah Lut. Historia hii ni ndefu. Ilifika mahala Nabii Allah Ibrahim nyumbani kwake Yerusalemu alipokuwa ametembelewa na malaika wawili, Mikail na Jibril, walipokwenda kumpasha habari ya kumzaa mtoto aliyekuwa akiitwa Ismail. Walipokuwa safarini walipokuwa kwenda kumpa habari ya bishara ya kuzaa mtoto aliyekuwa akiitwa Ismail, akitoa habari ya kuzaa mtoto wa kipekee ambaye atakuja kuwa muujiza na maajabu baadaye. Waliondoka, ikafika mahala wakafika katika nchi ya Jordan, nyumbani kwa Nabii Allah Lut. Na walipofika walimkuta Lut na watu wema wakiwa salama, lakini waliwakuta wahuni mabasha wanazidi na jambo hilo. Na kwa sababu malaika walikwenda katika umbo la kibinadamu, malaika hawa walipata msukosuko kidogo. Wale mabasha walipopata taarifa kwamba katika nyumba ya Luti amekuja watu vijana wawili mabarobaro wazuri sana, wao wakasema tunawataka, maana hao ndo wapya, hao hawajaonjwa, tutaanza wenyewe. Mabasha wakamfuata Nabii Allah Lut, akamwambia tumeona ngoma zimeingia ndani kwako leo, tunaomba usiku tuje tufanye vitu vyetu kama kawa. Yani mwanadamu anafikia mahala anataka kufanya dhambi ya liwati kwa malaikatur Rahmani, tena mkubwa wa uaminifu Jibrili, wanataka kumbashia.
Nabii Allah Lut aliwapoza kwa maneno mengi mazuri, lakini Qur'ani na ripoti inatuambia ilifika mahala wale watu wakamwambia Lut, baada ya Lut kumwambia jamani, kuna mabinti wa kike katika mji huu bikra, chukueni hao. Wale mabasha akamwambia Lut, acha kutufanyia uhuni, wewe hujui sisi tunapenda upande gani bwana? Tuambia mabikra, sisi tunataka bikra, sio tunataka bikra upande wa pili. Yani watu wamestadi katika dhambi. Mungu akawaamrisha Jibril na Mikail waiangamize Sodoma na Gomora. Jibril alayhi salam alipasua ardhi katika nchi ya Sodoma kwa kutumia ubawa wake mmoja, akaichimbua zaidi ya kilomita 100 chini, kisha ikapandishwa juu zaidi ya maili 10, alafu ikageuzwa juu chini, chini juu, ikafunikwa. Alafu Mungu akaamrisha mvua ya mawe ya motoni inyeshe katika eneo lile kwa siku 40 mfululizo. Kwa mvua ile ardhi ikadidimia, ikarudi chini, ikatengeneza mkondo wa maji ambao kaungana na bahari kuu ya kati, ukatengeneza Dead Sea, bahari ya mauti, mahala ambako hakimei kiumbe chochote, kwa sababu watu walimuasi Allah. Nchi ya Jordan ina historia ndefu, lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amewahi kufika katika nchi ya Jordan akiwa na umri wa miaka 12. Watu wa historia wanakubali hilo. Na kisa hiki ninachotaka kukieleza sasa ndio kile kisa ambacho ukiingia Google unakikuta, na waliokiratibu na kukithibitisha kisa hiki ni umoja wa wanazuoni wa kisalafi duniani. Wamethibitisha kwamba ni kisa cha hakika, tukio la kweli, na ni muujiza uliofanywa na Mtume sallallahu alaihi wasallam mwaka wa 583, Muhammad akiwa na umri wa miaka 12. Na walau kisa hiki kingekuwa kimetokea kwa wasiokuwa Waislamu, Waislamu msingelala kwa namna kingekuwa promoted katika jamii. Lakini kwa sababu kimefanywa na Mtume na kimefanywa na Waislamu, na Waislamu hawana tabia kutukuza vya kwao, ni jambo la kawaida na wala hakuna anayelitia manani. Yawezekana hapa nitasema kwa mara ya kwanza, mwingine ndo atakuwa nasikia leo kama hajawahi kusikia CD yangu, kwa sababu katika Waafrika wote waliozungumza kisa hiki moja kwa moja na kikatumbukizwa Google ni Dr. Sule kutoka Tanzania. Ukiingia Google utaliona tukio, ukiingia Google utaniona nikikizungumza kisa hiki. Lakini walioapia juu ya tukio hili na kuthibitisha, walioedit na kulithibitisha tukio hili ni umoja wa wanachuoni wa kisarafi duniani. Wanakubali na wamekiri, wakishirikiana na madhehebu zingine za Kiislamu, kwamba eneo hilo na tukio hilo limefanywa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiwa na umri wa miaka 12. Ulikuwa mwaka wa 583. Tukio gani Mtume alifanya hapa? Tega sikio lako. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akisafiri na baba yake mdogo Mzee Abu Talib, baba wa Saidina Ali, wanaondoka Maka, wanakwenda katika nchi za wanakwenda kutembelea Sham kibiashara. Walipofika katika nchi ya Jordan, magharibi mwa mji mkuu wa Jordan, kilomita 300 kutoka mji mkuu wa Jordan, walikuta mahala imejengwa kambi ambayo ilikuwa imesimamiwa au imewekwa na padri wa makanisa ya Eastern Orthodoxy aliyekuwa akiitwa Padri Bakhira. Padri Bakhira ni maarufu katika historia ya Uislamu na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Padri Bakhira alikuwa ni Mkristo wa kanisa la Eastern Orthodox. Ni kanisa tanzu la kanisa Katoliki, limeanzishwa mwaka 1054. Mwaka 154, samahani. Kanisa hili
Ama padri huyu wa makanisa ya Kiorthodoksi ambaye ana asili ya Kikatoliki alikuwa ni mmoja kati ya mapadri ambao wamewahi kusoma Torati na Zaburi vizuri. Ni katika wanachuoni ambao Mungu kawasifu ndani ya Qur'ani, miongoni mwa wanachuoni wa Kiyahudi wasomi wakubwa kabisa, amini wa Kikristo wasomi wakubwa kabisa. Padri Bakhira alikuwa katika eneo hili, dhamira yake ni kufikisha dawa, anafanya ujumbe, anakonvisi watu waingie katika Ukristo wake. Na kwa sababu hapa ilikuwa njia panda ya kutoka katika nchi za Kiarabu kuelekea katika nchi za Sham, misafara yote ya Waarabu ilikuwa ikifika hapa anaisimamisha, alafu anaifanyia ikram, anawapa chakula, anawapa mahala pa kulala, anawapa muda wa kupumzika pale, anazungumza nao, kisha anawafikishia juu ya thamani ya Ukristo na maandiko matakatifu ya Biblia. Bwana Mtume na baba yake katika msafara wenye watu 300 walipofika katika eneo hili majira ya alfajiri, na wao wakapata fursa ya kukutana na Padri Bakhira. Na Padri Bakhira kama ilivyo kawaida yake aliwashawishi kwa maneno matamu, kwa mkaribisho wa vyakula na kuwapa mahala pa kupumzika, ili awape direction ya safari, apate muda wa kushinda nao mchana kutwa, ili awafundishe imani ya Kikristo, ili aanze kuupanda Ukristo katika nafsi za Waarabu. Padri Bakhira alitoa maneno matamu ya ushawishi. Wenzetu wamefunzwa sana saikolojia. Kiongozi wa Kikristo kafunzwa saikolojia ajabu. Ukikaa naye, kama huna yakini na imani yako inaregarega, unaweza ukafuata imani yake. Waarabu wale kwa sababu hawana jini, hawamjui Mungu, hawamjui mtume, na wana kitoto kidogo katika msafara, kwa maneno haya mazuri walilazimika kukaa na wakakaribishwa chakula cha mchana na chakula cha asubuhi. Walikula pamoja na Padri Bakhira. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana miaka 12. Katika mazungumzo yao waliyofanya ndani ya kanisa, na lile kanisa lilikuwa ni hema ambalo limetengenezwa linaingia watu 400-500 na kidogo hivi, lakini kwa kuwa hema lile linatumika kama nyumba na hema lile linatumika kama kanisa, na kanuni ya Wakristo kama ilivyo, kulikuwa na msalaba mmoja na sanamu mbili. Kwa kanuni ya Wakristo wa Kikatoliki na Eastern Orthodox, kulikuwa na sanamu ya Yesu, sanamu ya Bikira Maria na msalaba juu yake. Ulipofika muda wa kupata chakula, wageni wameandaliwa chakula, walikuwa nje wakiendelea na stori zao, wakalazimika kuitwa kuingia ndani ili wakakae chini wapate chakula na Padri Bakhira. Wakati wanaitwa, wazee wale wakafanya haraka kuingia katika nyumba ile, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa na umri wa miaka 12, alipofika karibu na geti ya nyumba ya kuingilia, kwenye mlango wa kuingilia katika ile nyumba, Muhammad aligeuka nyuma, hakuingia mle ndani. Tukio hili likawasababisha wazee wote kuingia ndani, na kwa sababu kundi lilikuwa kubwa la watu na Muhammad alikuwa ni mtoto mwenye umri mdogo, hakuna aliyemkumbuka. Kila mmoja aliseviwa chakula akawa anaendelea kula, na Muhammad alibaki nje peke yake. Kutokana na mazingira hayo, Mtume sallallahu akiwa mtoto mdogo akaondoka pembezoni mwa lile eneo la lile jengo au lile hema ambalo Padri Bakhira na wazee wa Kiarabu wamekaa na kula. Akaondoka akaenda mita 50 kutoka kwenye lile hema, akakaa chini, akawa amekaa chini ya mti, anacheza kama watoto wengine wanavyocheza. Na hapa likafanywa tukio moja na Mwenyezi Mungu la maajabu, ambalo lilithibitisha utume wa mtume huyu. Wanyama wote waliotawanyika kula nyasi wakizunguka katika eneo lile, waliacha operation ya kula nyasi, wakaenda kumzunguka mtume katika ule mti, kama wanajeshi, kama askari wanafanya paredi mbele ya paredi kamanda. Wakamzunguka mtume, wakauzunguka ule mti, wakaacha kula. Padri Bakhira katika kipindi akizungumza nao wale watu, alimuona yule mtoto mdogo, kwa hiyo alimaki kwa sura. Wakati wanaendelea kula, akiangalia, kwa sababu yeye yuko juu kwenye altare kama ninavyokuoneni nyinyi mbele, hamuoni yule mtoto anakula na alishamzoea. Padri Bakhira akainuka kutoka kwenye kiti chake juu ya altare alipokaa, akashuka chini kumchungulia Muhammad, akumuona, akatoka nje ya mlango. Alipomchungulia kwa nje, akamkuta yule mtoto amezungukwa na wanyama. Wanyama wanapiga mark time kama wako katika warm up za kufanya mazoezi ya kijeshi.
Padri Bakhira akainuka kumfuata, kuangalia katika mzunguko wa wale wanyama yule mtoto amefanywa nini, kakanyagwa, kapondwa pondwa, wamemwadhibu, wamemjeruhi, wamemtafuna, kimetokea nini? Akawa anakwenda kumfuata. Wakati anakwenda kwenye lile eneo, Bwana Mtume SAW na miaka 12 akamuona padri anakuja, akainuka yeye kutoka pale alipokaa, naye akawa anatembea kumfuata Padri Bakhira. Wakati anakwenda, tukio lilikuwa ni saa 6 saa 7 za mchana, jua kali na wako katikati ya jangwa. Muhammad anamfuata Padri Bakhira, Padri Bakhira anamfuata Muhammad. Kile kitendo kwa kwenda different direction, wanafuatana. Muhammad anamfuata Bakhira, Bakhira anamfuata Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati anatoka nje ya lile eneo, akawa kile kivuli cha mti kikavunja kanuni ya kawaida ya mwendo wake, kikawa kimetengeneza kivuli maalum, alafu kikawa juu ya Mtume, kikawa kinamfuata kama jua linaelekea kuzama. Bwana Mtume SAW anatembea, yuko kwenye kivuli cha mti, kilikwenda mpaka wastani wa kivuli cha saa 11, kinachovuka urefu wa mtu mara 2 katika haiti yake, jambo ambalo ikaridhiwa, ikatengenezwa mabadiliko mapya, kikatengenezwa kipande cha wingu, kikaja juu ya Mtume, kikamfunika, alafu Muhammad akakaa chini ya kile kivuli, akawa anatembea kumfuata Padri Bakhira mpaka wakakutana uso kwa macho. Walipokuwa wamesimama, Padri Bakhira akawa kwenye jua, Mtume akawa amesimama kwenye kivuli cha wingu. Padri Bakhira alihisi ile hali, lakini haikumpa shida sana. Ilianza kumpa shida ile ya kuona wanyama wameacha kula, wamemzunguka. Alichofanya, akataka kubadili direction, akamchukua Muhammad kwa udogo wake, akamvuta aliposimama yeye ili asimame juani, alafu yeye akarudi upande wenye kivuli kikabadili direction, kikahamia kwa Mtume kule, kikamwacha tena juani, akapigwa na jua. Padri Bakhira alifanya tukio hilo mara 3. Lilipotokea hilo mara 3, Padri Bakhira akamuuliza maswali 7 Mtume sallallahu alaihi wasallam, maswali 7. Alimhoji pale pale on the spot. Mtume aliyajibu yote akiwa na umri mdogo. Mmoja ya swali alilomuuliza ni kwa sababu gani hukuingia ndani kwenda kula hali ya kuwa nyumba ipo na mahala papo na watu wote wameitwa ndani? Mtume SAW alisema imekatazwa, yani tumezuiwa tusiingie kwenye nyumba yenye sanamu wala nyumba yenye msalaba, hatuingii sisi majumba hivyo. Padri Bakhira maneno haya alimpa shida. Mtoto mdogo mwenye miaka 12 anawezaje kujua athari na madhara ya kuingia nyumba yenye msalaba? Anawezaje kupinga kuingia nyumba yenye sanamu? Akairejea Torati, akili yake ikampa. Torati inaonyesha kumbukumbu ya uwepo wa ujaji wa Mtume Muhammad. Padri Bakhira akaikumbuka kumbukumbu la Torati, sura ya 18 mstari wa 18. Mungu anaongea na Musa, anamwambia nitawaondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zako mfano wako wewe Musa, nami nitatia maneno yangu kinywani mwake, na mtu yoyote asiyesikia jina langu kwa maneno ya nabii yule atakayosema nitalitaka jina lake. Katika aya hii Mungu anaonesha baada ya Musa ataletwa nabii mfano wa Musa, lakini miongoni mwa ndugu zao watu wa Musa. Undugu wa wana wa Israeli ni Waarabu, kwa sababu Waisraeli ni watoto wa Isaka, Waarabu watoto wa Ismaili. Padri Bakhira alipojua hili, akataka kujua, yawezekana Mwarabu wenyewe ndio huyu mtoto atakuja kuwa mtume. Alichokifanya Padri Bakhira, akamchukua yule mtoto akaenda naye chini ya yule mti aendelee kufaidika kwa maswali. Padri Bakhira akakaa naye chini ya yule mti Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa muda wa masaa 3. Yani walikaa chini ya yule mti kwa masaa 3. Waarabu, wazee wa Kiarabu wanaendelea kula tu ngano na nyama kule ndani, hawajui kama kuna jambo linaendelea huko nje. Padri Bakhira alipotosheka na dalili zote za kwamba yule ni mtume wa Mwenyezi Mungu, alirudi ndani kutaka kujua yule mtoto kaletwa na nani. Ndipo Padri Bakhira alipoingia ndani akauliza, nani amekuja na yule mtoto? Baba wa Saidina Ali bin Abi Talib ndio akasema, mimi nimekuja naye, mtoto wa kaka yangu huyo.
Akamuita chemba, akatoka naye nje. Wakati wanasimama juani, Padri Bakhira na baba yake mdogo wanachomwa na jua, Mtume yuko juu ya kiwingu cha Mwenyezi Mungu akitengenezewa kivuli. Padri Bakhira akamvuta kwao, yeye akarudi na mwenzake kule upande ambao ulikuwa na kivuli, alafu kivuli kikachange direction, kikahama kutoka kule kikamfuata Muhammad baba mdogo, na yeye wote akapigwa jua. Akamwambia, nimekufanyia haya, nataka ujue maajabu ya mtoto uliye naye si mtoto wa kawaida. Mtoto huyu ni tunu kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Huyu ndiye ana dalili za kuja kuwa kiongozi wa ulimwengu. Mimi ni Mkristo na kushauri, ukimpeleka Shamu mtoto huyu, watoto wa Yahudi wakimuona, viongozi wa Kiyahudi wakimuona, na wakathibiti zile dalili zake kwamba huyo ndiye mtume aliyetajwa ndani ya Torati, huyu watamuua. Kwa hiyo nakushauri mtoto huyu mbebe, mrudishe nyumbani, biashara yako tafuta mtu akamalize kufanya, lakini kama atafika Shamu mtoto huyu atauawa. Padri Bakhira anamshauri baba mdogo wa Mtume, baba wa Saidina Ali, mzee Abi Talib, amrudishe nyumbani mtoto wa kaka yake, ana dalili za kuwa atakuja kuwa mtume wa Mwenyezi Mungu. Kwa wale wanaopenda kuona kisa hiki uhakika wake, na nimesema waliotamka na kuonyesha ni jumuiya ya wanazuoni wa kisarafi duniani, wamethibiti tukio hili na wamelikubali. Kila mwenye simu yenye bando smartphone hivi sasa aweke on simu yake, tulione tukio live kwa macho. Kila mwenye simu ya smartphone atoe, ili mradi tu ina bando, toa simu yako ulione tukio live, wala sio hadithi. Kama una simu ya smartphone kama ya kwangu, toa, ingia online, fungua online, alafu nenda YouTube au Google, chagua yote katika hayo mawili. Nenda Google ama ingia YouTube. Kuna kitu nataka sote tujifunze na tukione kwa macho yetu, alafu jambo la pili lifuate kwa vitendo, kila mmoja athibitishe. Unaweza ukaingia YouTube ama Google. Kila mwenye smartphone ambayo ina bando unaruhusiwa kuangalia hapa. Ukishaifungua, ukishakuwa online, andika maneno haya: the only living Sahaba, the only living Sahaba, the only living Sahaba, sahaba wa Mtume pekee aliye hai mpaka leo. Na hapa wanachuoni wamechukulia sahaba ni yule kiumbe aliyekutana na Mtume hali ya kuwa yuko hai, alafu kwa namna moja namna nyingine alimsaidia Mtume, na kwa usaidizi huo akapewa nafasi ya uswahaba. Kwa nini mti huu umepewa nafasi hiyo? Wameeleza kwa kina kwenye kisa hiki kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikaa chini ya kivuli cha mti huu masaa 3 anafanya mjadala na Padri Bakhira juu ya Uislamu kabla hajafundishwa Uislamu. Anajibu maswali ya Padri Bakhira ambaye direct alishoti kwenye Uislamu, japokuwa alikuwa hajatangazwa Muislamu, lakini hajatangazwa Mtume. Andika the only living Sahaba, andika maneno hayo, andika the only living Sahaba. Utapata majibu mazuri ukiandika neno hilo. The only living Sahaba linaandika kama ifuatavyo. Kwa wale ambao wanataka kuandika neno hilo, andika T H E alafu weka space. Only andika O N L Y alafu acha space. Andika living L I V I N G alafu acha space. Andika sahaba au tree, chochote kule mbele andika, ima sahaba au tree, chochote kule mbele andika. Ukishaandika, kama umeandika sahaba, sahaba nafikiri ni wafuasi wa Mtume, si ndivyo hivyo? Sahaba, andika sahaba. Ikishakuja pale itakuja the only living Sahaba, na nyingine itakuja the only living Sahabi. Click okay, click okay hiyo the only living Sahaba au the only living Sahabi, alafu utakutana na picha hii hapa mbele yangu. Huo ndio mti ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alikaa chini yake. Nataka kwanza muone, alafu ndio niende kwenye kisa. Sitaki kupata tabu na Wakenya kwa sababu Kiingereza mnajua. Mti huu maelezo yake yote yameandikwa kwa Kiingereza, na masheke wakubwa waliowapia duniani wa jumuiya ya kisalafi waliomo
kwa majina yao wametajwa na sauti zao wamesikika, wako chini ya mti wakieleza juu ya maajabu ya mti huu. Sio wa kubumba. Lau wangekuwa wamesema watu wa maulidi, tungesema kuna jambo wametumbukiza. Ni true story juu ya maisha ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the only living sahaba. Kuna option mbili. Unaweza ukabonyeza video ya kwanza juu, utaniona mimi nimetokea na uzungumza huo mti, kwa sababu ndo Muafrika pekee nimeuzungumza moja kwa moja mti wa hadithi yake, nikinukuu wasomi waliopitia, mashekhe mbalimbali waliopitia kisa hicho. Ukibonyeza mti wa pili utakuja mti wenyewe, ule mti wenyewe utakuja, utauona, na utaona mashekhe mbalimbali wakiueleza the only living sahaba, mti wenye maajabu makubwa ambao Mtume alikaa chini yake kwa masaa 3 akafanya mjadala na Padri Bakhira. Mti huu alikaa Mtume akiwa na umri wa miaka 12 mwaka wa 583. Mpaka leo hii nakwambieni niko hapa, mpaka leo hii nakwambieni niko hapa. Tarehe 11 mwezi wa 6 2018 mti huu uko hai na unasadikiwa una umri miaka 1559. Ndio mti mzee na mkongwe kuliko wote duniani. Wakenya mnajua kizungu, sina sababu ya kuwafundisha, mtaingia wenye muangalie hivyo vitu. The only living sahaba, ama the blessed tree, mti mtakatifu, wameuita hivyo wazungu. Lakini maajabu haya yametokea kwa nini? Mambo yote haya Mungu anayafanya ili kuthibitisha kwamba Muhammad ni mtume wake kweli. Na chini ya mti huu, eneo linalozunguka mti huu, kuna maajabu zaidi ya 7. Wangapi washauona huo mti kwa macho kwenye simu pale walipo? Kuna kikundi chochote mshaona? Hawapo, wameshauona. Wale pale wameshauona, wale pale wameshauona, wale pale wameshauona, wale kule wameshauona. Ni true story, sio ya kubumba bumba. Na pengine story hii ingekuwa inamhusu Yesu na Ukristo wao akaubabatizia humo ndani, wallahi Waislamu tungetafuta pa kulala. Lakini kwa sababu ni ishu inayomhusu Muhammad na ni ishu inayohusu Qur'ani na Uislamu, makafiri hata kuitangaza na kuipromoti taarifa hii wanaona shida. Lakini wasomi wanaingia kila kukicha na wanaufuata Uislamu kwa maajabu ya story hii, the only living sahaba, ama ukipenda the blessed tree. Maajabu yanayopatikana katika mti huu, angalia pale chini maelezo yaliyopo. Na unaweza ziara ya kutoka Tanzania kuelekea Jordan kwa siku 7, ndege kwenda na kurudi, na gharama za malazi na chakula na kila kitu, kwa pesa ya Tanzania ni milioni 10, sawa na pesa ya kwendea hija. Kenya mane milioni 10 ni ngapi? Milioni 1 ya Kenya, si ndio? Si ndio milioni 10 ya Tanzania? Hapana, 500,000 ya Kenya ni kama milioni 10 ya Tanzania. Unaweza kufanya ziara kwenda kutembea Jordan na ukauona kwa macho yako. Na hivi ndivyo vitu ambavyo Waislamu wanapaswa kufanya tua, ili kwenda kuangalia historia ya Uislamu ambayo Mungu ameifanya kupitia manabii na mitume. Ukiingia katika nchi ya Jordan utakutana na Dead Sea, bahari ya mauti utaiona. Utaona mahala alipokuwa akiishi Nabii Allah Luti alayhi salam, na walivyoangamizwa watu wa Sodoma na Gomora. Lakini utapata fursa kuutembelea mti huu ambao mtume alikaa chini yake, na una maajabu 11 yanaendelea kurotate katika dunia. Wazungu wakiyasoma hutamani, wakienda wakiyaona husilimu. Ndio maana kasi ya wazungu Ulaya na Marekani kusilimu imekuwa kubwa, kwa sababu miongoni mwa maajabu wanayokutana nayo ni haya ambayo Mungu anataka kuthibitisha tu kwamba Uislamu ni dini ya haki na Muhammad ni mtume kweli kweli, sio wa kubumba bumba. Ajabu la kwanza linalopatikana chini ya mti huu, kilomita 50. Sikiliza haya maneno, utayasoma mwenyewe pale Google ama YouTube. Kilomita 50 kuzunguka mti huu pande zote za dunia. Mashariki kilomita 50, magharibi kilomita 50, kusini kilomita 50, kaskazini kilomita 50. Hakuna mti mwingine wenye urefu hata wa futi 2. Nimeeleweka vizuri? Yaani mti
kilomita 50 pande zote. Kutoka Mombasa mjini kilomita 50, kama tunakwenda Lungalunga ni kilomita wapi? Kilomita 50. Au kama tunakwenda Voi wapi? Kilomita 50. Sababu hapa na Voi kama kilomita 105, si ndio hivyo? Si ndio hivyo? 105 hapa na Voi, gawa mara mbili. Kutoka hapa kwenda Voi ukigawa mara mbili umbali wake, kutoka hapa nusu ya safari ya kwenda Voi mpaka unafika Mombasa mjini, hautaukuta mti mwingine hata wenye urefu wa futi 2 isipokuwa mpaka uje ukutane na mti huu. Na hivyo hivyo kwenda kaskazini, na hivyo hivyo kwenda kusini, na hivyo hivyo kwenda mashariki, na hivyo hivyo kwenda magharibi. Hakuna mti mwingine. Miti yote midogo midogo na mikubwa imekufa, umebakia wenyewe peke yake, na hakuna mpya unaoota mti. Ni desert, ni jangwa tupu, alafu Mungu kauacha wenyewe uko peke yake ili aweze kuleta dalili ya kuwepo kwa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sifa ya kwanza ni mti pekee, kilomita 50 kuzunguka pande zote, hakuna mti mwingine. Sio maneno yangu, maneno ya wanahistoria waliouona mti huu, waliofika mahala hapa, waliojua mti huu na wakaona maajabu yake, wakafanya tafiti ya kina, wakaleta maelezo ya ushahidi ya kina. Lakini maajabu mengine katika mti huu, mita 30 30 meters ukiuelekea mti, mita 30 ni kama hapa na kwenye kulateni hapo nje ya kutawadhia. Kuzunguka upana huo, ukiwa unaingia ndani ya eneo la mti huu, mzunguko wake mita 30 kuelekea kwenye shina la mti huu, kutoka kwenye shina mpaka mita 30 nje ya mti huu. Ukiwa unaingia, ukishaingia ndani ya mita 30 unakutana na maajabu mengine. Jua liko la saa 7, la saa 8, la saa 9, hakuna mawingu, linakupiga direct. Lakini ukiingia ndani ya mita 30 unakuwa kama uko kwenye tenti, yani unapata kivuli japo jua linaonekana. Hakuna kupigwa na miale ya jua, umefunikwa na kivuli anachokijua Mungu. Mti huu kwa mita 30 kuuzunguka, kivuli anachokijua Mungu. Ukitazama jua unaliona, lakini ukiingia, kama umeingia ndani ya nyumba au umeingia kwenye chumba cha AC, kuna upepo mtamu sana. Mita 30 kuuzunguka mti. Wakenya sihitaji kuwafundisha, wasomi kweli nyi wa kizungu, fungua mwenyewe utayaona. Maajabu mengine ya mti huu, unaishi jangwani, una mizizi sio mirefu sana, lakini una uwezo wa kuhifadhi maji na haukauki kabisa katika mwaka wote, isipokuwa kuna wakati unafanya saumu, unafunga. Unajua kuna baadhi ya miti duniani inafanya fasting. Kuna miti inafanya diet na kuna miti inafanya fasting. Kuna miti inafunga na kuna miti inapunguza muda wa kula. Na hii ni kanuni ya Mungu alivyoiweka. Viumbe vyote vinavyofunga kwa muda mrefu ndio vinaishi kwa muda mrefu kuliko viumbe visivyofunga kabisa. Kwa hiyo faida ya saumu ni kukupa afya bora na umri mrefu. Ndio maana ni miti inaishi muda mrefu, kwa sababu miti inafunga sana. Ukitoa miti, kiumbe mwingine anayefunga muda mrefu ambaye hali kabisa ni malaikatu rahmani, na ndio maana ukomo wao wa maisha mpaka atakapopenda Mwenyezi Mungu, sababu hawali kabisa. Majini wanafunga kuliko binadamu na wanaishi miaka mingi kuliko binadamu. Miti inafunga kuliko binadamu na miti inaishi muda mwingi kuliko binadamu. Lakini katika viumbe wengine wenye kufunga ni kobe. Kobe anafunga miezi 3 katika kila mwaka, na kobe ana uwezo kuishi miaka 1500 mpaka 3000. Si inaeleweka? Usione Mungu kaileta saumu tu anatutesa na njaa, no. Lengo la saumu upande wa pili, sumu tasihu, mkifunga saumu pia mnapia siha katika miili yenu. Moja ya sababu ya saumu ni kutengeneza afya katika boti, na kila kiumbe kinachofunga muda mrefu ndio kinaishi muda mrefu. Miti inafunga. Mwaka mmoja una season 4, una nyakati 4. Kuna wakati wa kiangazi ambao hauwezi kupatikana chakula cha mmea, kwa sababu kila mmea ili ujipatie chakula unahitaji vitu viwili. Unahitaji vitu vingapi?
viwili, unahitaji maji na sunlight, yani mwanga wa jua na maji. Mwanga wa jua unapatikana kwa jua kupiga katika juu ya mgongo wa ardhi. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema katika suratu Naba, waja'alna nahara maasha. No sun, no life. Kama hakuna jua hakuna maisha. Japokuwa kuna watu wameifasiri Qur'ani nzuri fasiri yao, lakini haikidhi haja katika zama za sayansi na teknolojia. Waja'alna nahara maasha, wamefasiri Mungu ameufanya mchana ndio muda wa kutafuta maisha. Lakini ukumbuke kuna watu walinzi mangelewe, siku zote wanaingia kazini usiku, tangu kaanza kazi mpaka anakufa. Yeye watchman, kazi yake kulinda usiku tu. Waja'alna nahara maasha, kama muda wa mchana ndio kutafuta maisha, yeye anatafuta usiku. Haya, hii inamgusaje? Lakini kuna wanyama maisha yao kula ni usiku tu, awali mchana amejificha. Waja'alna nahara maasha, tafsiri inayokidhi haja katika zama za sayansi na teknolojia. Waja'alna nahara maasha, Mungu ameujalia mchana kuwa ndiyo sababu ya maisha, kwa sababu no sun no life. Kwa viumbe vyote, kwa tafsiri lazima ikubali, pasina mchana hakuna maisha kwa kinachoishi. Ili mmea uishi unahitaji vitu viwili, unahitaji jua ambayo ndio sunlight, unahitaji maji ambayo yananyesha kutokana na mvua. Yakinyesha chini ya ardhi, mizizi na absorb, inakunywa maji kupitia mizizi. Mmea unakunywa maji kupitia mizizi. Maji yanapelekwa kwenye shina lina supply kwenye matawi yana supply kwenye majani. Wakati maji yakifika kwenye majani, sunlight ikigonga kwenye majani ya kijani, yanafanya kitu kinaitwa photosynthesis theory, ambapo chlorophyll inazalishwa. Carbohydrates na oxygen katika mmea inazaliwa. Carbohydrates chakula cha mmea, oxygen inapumuliwa nje, kwa sababu mmea unatoa nje hewa ya oxygen, unavuta ndani hewa ya carbon dioxide. Binadamu, wanyama, ndege, samaki na wadudu wanavuta ndani ya oxygen, wanavuta ndani hewa ya oxygen, wanapuliza nje hewa ya carbon dioxide. Kwa hiyo tunashirikiana. Mmea unahitaji carbon kutoka kwa binadamu, binadamu anahitaji oxygen kutoka kwa mmea. Tunasaidiana, tunasaidiana, tunategemeana, tunapeana energy. Sisi tunachukua oxygen, wenyewe mimea tunaipelekea carbon dioxide. Sasa ili mmea ujitengenezee chakula, lazima ufanye photosynthesis theory kwa kutumia dhana mbili, kwa kuwepo hiyo oxygen, kwa kuwepo maji na sunlight. Nyakati za kiangazi maji hakuna. Nchi yenye jangwa na maeneo yenye ukame, maji hukimbilia mbali. Mzizi pale unapoishia kunakuwa hakuna maji, kwa hiyo hauwezi kufonza maji kutoka chini ya mti ya ardhi ili kupeleka kwenye mmea, ili mmea ujipatie chakula. Nini unachokifanya mmea? Unafanya moja kati ya mawili, ama utafanya fasting, yani utafunga saumu, au utafanya diet, utapunguza matumizi ya chakula ili mmea uendelee kusurvive. Sasa unafanyaje fasting? Kipindi cha kiangazi ambacho ni miezi mitatu, mmea unapunguza matumizi ya chakula. Unafanyaje? Unafunga. Ukifunga, baadhi ya maeneo yenye matawi madogo na majani yanadhoofika kwa kukosa chakula. Ndio maana ukifika wakati wa kiangazi, kuna baadhi ya miti majani yanakauka kabisa, yanapukutika, yanaanguka, na matawi madogo madogo yanakauka, yanakuwa kuni ya kuwashia moto. Mmea umeingia katika fasting kwa miezi mitatu, mmea umeingia katika saumu kwa miezi mitatu. Utaanza tena kujitengenezea chakula wakati wa mvua za vuli, mwezi wa 10, wa 11 na wa 12. Lakini wa 7, wa 8 na wa 9 umeingia katika fasting. Mimea yote inafunga, ila michache inafanya diet. Kwa mmea nao unafunga na unajitengenezea chakula na una uwezo wa kujihifadhia chakula chake. Ndio maana umekaa miaka 1557 mpaka hivi tunavyosema. Ni miongoni mwa maajabu ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameyafanya katika mmea huu, ameyafanya katika mti uliouona, na umeendelea kuwepo ili uweze kuwa dalili na kudura ya Mwenyezi Mungu katika kumleta mtume wake duniani. Ndugu zangu, leo sitaki niwatoe kama nilivyowatoa siku ile. Tunatoka nje tu adhana ya magharibi, na imamu amenishauri tupunguze muda, lakini mpaka sasa nishaongea dakika 50 kama unaangalia saa vizuri, na unaweza tukaihisi kama dakika 25 kwa sababu Qur'ani na Uislamu ni mtamu. Ukiuhadithia na kuueleza, unaona muda kama umeshakimbia au hauendi kabisa.
lakini ukiangalia mzunguko wa saa ndo utajua tushakwenda mbali. Dakika 50 tushakula tangu tumemaliza kusali sala ya alasiri. The Only Living Sahaba ni moja kati ya miti ambayo inafanya maajabu makubwa duniani katika kusilimisha. Swahaba kweli wa Mtume anasilimisha vibaya. Ukiingia umo Google ndo utaona watu wanavyofuata Uislamu kupitia maajabu ya mti huo. Kusema haya, ni waombe Waislamu kuwashukuru kwa kunialika tena katika kuzungumza nanyi. Mwenyezi Mungu awalipeni kila la kheri kwa yale ambayo tumeweza kuyasikia. Leo tufaidike na muujiza wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyofanya katika karne ya 7 mwaka wa 683 akiwa na umri wa miaka 12, mahala ilipothibitika the only living sahaba ama the blessed tree, mti unaoendelea kuishi kwa miaka 1557 mpaka leo na unaendelea kuwepo duniani. 1457 mpaka leo unaendelea kuwepo duniani ili kuthibitisha ukweli wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana min alkhair fi ma ataita wa qina ya rabbi sharra ma qadaita. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala rabbika rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.